Ndugu zangu, watu wa Mungu wa kike na wa kiume, nami ni ndugu yenu wa kike, tusubisigwe Lwitiko Mtafya toka Ihanda, Mbozi, Songwe. Mimi ni mwanafunzi wa Yesu wa Agano Jipya alilolifanya yeye pale msalabani. Nawe uwae yote wa kike mwanafunzi wa Yesu wa Agano Jipya alilolifanya yeye pale msalabani, unapaswa kusoma kitabu cha Matendo ya Mitume 9 mstari wa 1 hadi 43. Hiyo ni sura yote uweze kuisoma. Hiyo ni sura yote, kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 9 uanzie mstari wa 1 hadi 43. Nisikilize, mwanafunzi wa Yesu wa Agano Jipya. Nitangulie kwako wewe mwanafunzi wa kike. Usome, ukisoma hiyo sura yote, ukiyakuta yale aliyokuwa anayafanya Dorikasi, mwanafunzi wa kwanza wa Agano Jipya, yote unayoyasoma hapo uweze kuyafanya yote vile vile kama Dorikasi alivyokuwa anayafanya. Hata sadaka alizokuwa akizitoa Dorikasi, na wewe unatoa vile vile kama Dorikasi. Mungu akusaidie, mwanafunzi wa Yesu wa kike wa Agano Jipya alilolifanya yeye pale msalabani. Nawe mwanafunzi wa Yesu wa Agano Jipya, ukisoma hiyo sura utayakuta aliyokuwa anayafanya Petro, mwanafunzi wa kwanza wa Agano Jipya. Unaposoma ukiyakuta yale ambayo Petro alikuwa anayafanya, nawe unayafanya yote aliyokuwa anayafanya Petro, mwanafunzi wa Agano Jipya wa kwanza. Maana kuyafanya yote uko ndo kumwamini Mwana, hata usipotee bali uwe na uzima wa milele. Kuyafanya yote, kuto kuyafanya yote aliyokuwa akiyafanya Petro, uko ni kupotea, ni kupenda giza kuliko nuru. Nisikilize, mwanafunzi wa Yesu wa Agano Jipya alilolifanya yeye pale msalabani. Nisikilize, wewe mwanafunzi wa kiume, nikwambie uyafanye yote ambayo Petro alikuwa anayafanya. Petro aliposikia kwamba Dorikasi amekufa, mwanafunzi mwenzako wa kike, Petro alienda kwake Dorikasi. Naomba unisikilize sana, mwanafunzi wa Yesu wa Agano Jipya, uweze kufanya kama Petro alivyofanya alipokuwa Lida. Alisikia kwamba Dorikasi, mwanafunzi mwenzako wa kike, amekufa. Alitoka Lida akaenda kwa Dorikasi. Alivyokuwa amefika pale, aliyakuta matendo
ya Dorikasi aliyokuwa akiyafanya, maana kufanya ni kutenda. Nawe mwanafunzi wa kiume, ukisha kama utakuja kusikia kwamba mwanafunzi wa kike Tusubisiwe Lwitiko Mtafya Ihanda amekufa, nawe pia ukafanye vile vile kama Petro alivyotoka Lida akaenda Yafa. Aliyakuta matendo ya Dorikasi aliyokuwa anayatenda. Nawe vile vile mwanafunzi wa Yesu wa kiume, utakapokuwa umesikia kwamba Tusubisiwe, mwanafunzi wa Agano Jipya, Tusubisiwe Lwitiko Mtafya amekufa, nawe ukafanya vile vile kama Petro alivyokuwa Lida. Aliposikia kwamba Dorikasi amekufa, alienda Yafa. Nawe ukija kusikia kwamba mwanafunzi wa Agano Jipya Tusubisiwe Lwitiko Mtafya amekufa, nawe ukafanya vile vile kama Petro, kutoka huko uliko kwenda Ihanda, nawe utayakuta matendo ya huyu mwanamke Tusubisiwe Lwitiko Mtafya, utayakuta matendo yake kule Ihanda. Kafanye vile vile kwenda nawe pia kule Ihanda, utayakuta matendo ya huyu mwanamke mwanafunzi wa Yesu wa Agano Jipya Tusubisiwe Lwitiko Mtafya. Utayakuta matendo kama vile Petro alivyoyakuta matendo ya Dorikasi huko Yafa. Alitoka Lida kuenda. Nawe vile vile ukisikia mwanafunzi wa Agano Jipya Tusubisiwe Lwitiko Mtafya wa Ihanda amekufa, nawe ukafanye vile vile kama Petro alivyotoka Lida akaenda Yafa. Aliyakuta matendo ya Dorikasi. Nawe ukishasikia kwamba mwanafunzi wa Yesu wa Agano Jipya Tusubisiwe Lwitiko Mtafya wa Ihanda amekufa, nawe ukafanya kama Petro kwenda Ihanda. Nawe ukifika Ihanda utayakuta matendo ambayo alikuwa anayatenda huyu Tusubisiwe Lwitiko Mtafya, mwanafunzi wa Yesu wa Agano Jipya. Kafanye vile vile kama Petro. Kama hutafanya kama Petro alivyofanya, umepotea, hujamwamini mwana. Maana kuyafanya yote maneno ya Yesu ndo kumwamini mwana, hata usipotee bali uwe na uzima wa milele. Kuyafanya yote, kuto kuyafanya yote, huko ni kupotea, huko ni kupenda giza kuliko nuru. Mungu akusaidie wewe ambaye utabahatika ujijue kwamba hapo ulipo wewe ni mwanafunzi wa Yesu wa Agano Jipya. Unapaswa kuyafanya yote yaliyoandikwa katika vitabu vya Agano Jipya kuanzia Mathayo hadi Ufunuo. Hayo ni maneno ya Yesu, hayo ni amri za Yesu, hayo ni sauti ya Yesu, hayo ni unabii wake Yesu aliye kitabu. Nisikilize hapo ulipo, mwanafunzi wa Yesu wa Agano Jipya alilolifanya yeye pale msalabani. Jitahidi kuyafanya yote maneno ya Yesu, maana huko kuyafanya yote ndo kutumika, na huo ndo utumishi. Mungu akusaidie unayafanya yote aliyokuwa akiyafanya Petro. Nawe mwanafunzi wa kike unayafanya yote aliyokuwa anayafanya Dorikasi, mwanafunzi wa kwanza wa kike.
Nawe mwanaume unayafanya yote aliyokuwa anayafanya Petro, mwanafunzi wa kwanza katika Agano Jipya alilolifanya Yesu. Nakwambia, na kuomba ujijue, kama hutayafanya yote umepotea, hujamwamini mwana. Bali kuyafanya yote ndo kumwamini mwana, hata usipotee, bali uwe na uzima wa milele. Mungu akusaidie. Mungu akusaidie. Wewe ni mwanafunzi wa Yesu wa Agano Jipya, wewe wa kiume, tumikia Mungu. Nimesema utumishi wa kumtumikia Mungu ni kuyafanya yote maneno ya Yesu yaliyoandikwa katika vitabu vya Agano Jipya. Wanafunzi wa Yesu, unapaswa kuyafanya yote aliyokuwa anayafanya Petro. Mwanamke, unapaswa kuyafanya yote aliyokuwa akiyafanya mwanafunzi wa kwanza Dorikasi. Mungu akusaidie. Kama huyafanyi yote umepotea, hujamwamini mwana. Bali kuyafanya yote aliyokuwa anayafanya Dorikasi ndio kumwamini mwana, hata usipotee, bali uwe na uzima wa milele. Mungu akusaidie, mwanafunzi wa Yesu. Kuyafanya yote huko ndo kumwamini mwana. Nisikilize wewe, nisikilize. Mungu akusaidie ubahatike kukisikiliza kipindi hiki. Unitafute, maana nami ni mwanafunzi wa Yesu mwenzako. Wewe mwanafunzi wa kike, unayafanya yote maneno ya Yesu. Maneno ya Yesu unayafanya yote. Kuyafanya yote ndo kumwamini mwana, hata usipotee. Unayafanya yote. Na kuomba unisikilize, wewe mwanafunzi wa Yesu wa yeyote, usikilize kipindi changu hiki. Hata kama huna simu kubwa, nunua bando. Kama huna simu kubwa, hebu nunua bando, mpatie aliye na simu kubwa. Atafute huko YouTube, atakikuta kipindi hiki. Na kuambia wewe ni mwanafunzi wa Yesu, tafuta. Kama huna simu kubwa, nunua bando, mpatie aliye na simu kubwa. Halafu ndo usikilize kipindi hiki cha leo huko YouTube. Mungu akusaidie we. Mungu akusaidie unisikilize. Ubahatike, maana utakuwa umebahatika kunisikiliza. Mungu akusaidie. Jitahidi kama huna simu kubwa. Hata kama huna simu kubwa, jitahidi nunua simu kubwa. Ndo utafute, unitafute. Mungu akusaidie. Nimefundisha katika vipindi vyangu kwamba unasoma vitabu vyote ninavyovisoma, nawe unasoma vile vile. Usipende kusomewa wakati unasoma. Hapana. Mungu akusaidie. Utakuwa unadhani ninamtumikia Mungu, kumbe hapana. Kisa kuto kuyasoma yote ninayofundisha. Utakuwa unadhani niwaambie, watu wa Mungu wa sasa wa Agano Jipya, mmejitahidi kujenga majengo ya kukutania, mnadhani tunafanya ni kazi ya Mungu. Hapana. Wafu
hawafanyi kazi ya Mungu. Wanaoifanya kazi ya Mungu, walioisikia sauti ya mwana wa Mungu na kuwa hai, hao ndo mawe yaliyo hai ya kujengwa nyumba ya Roho, ukuhani mtakatifu. Mnapojenga hayo majengo, waongo wapo mnajenga nao. Wanaozini moyoni wala hawatubu wapo mnajenga nao. Mnadhani tupo tunajenga nyumba ya Mungu. Hapo ni wafu nyote. Ni wafu nyote. Hayo majengo sio majengo ya Mungu. Ukitaka kusoma, nimesema kwamba unasoma yote ninayofundisha. Usome Matendo ya Mitume sura ya 7. Usome mistari miwili wa 24 na wa 25. Kama utajua kwamba Mungu anakaa katika vijumba hivyo, majengo mnayojenga wanadamu. Ninyi ni watu wa Mungu, mnapaswa kumtumikia Mungu. Utumishi wa kumtumikia Mungu ni kuyafanya yote maneno ya Yesu, kuanzia Mathayo hadi Ufunuo. Huko ndo kutumika, huo ndo utumishi. Huko kujenga majumba hayo ya kukutania, hiyo sio kazi ya Mungu. Kazi ya Mungu iko moja tu, kama yeye naye ni mmoja, nayo ni hii: kuyafanya yote maneno ya Yesu. Kuyafanya yote maneno ya Yesu, huko ndo kutumika. Na huo ndo utumishi, ambao huo utumishi nimesema kwamba hatusitafu, tunatumika mpaka kufa. Kuyafanya yote maneno ya Yesu, kuanzia Mathayo hadi Ufunuo. Mtu wa Mungu, we ni mtu wa Mungu, we ni mwanafunzi wa Yesu wa Agano Jipya alilolifanya yeye pale msalabani. Ndugu zangu, nimefundisha mara nyingi katika vitabu vya Agano Jipya kwamba kule kusema Agano Jipya amelifanya lile la kwanza kuwa kuukuu. Nani? Yesu. Wapi? Pale msalabani. Mungu akusaidia, acha kudimba. Acha kudimba, unadhani upo unafanya kazi ya Mungu. Hapana, ni mfu. Kisa kuto kuyafanya yote maneno ya Yesu. Ni mfu. Unapaswa kutubu. Unapaswa kutubu, kuanza kuyafanya yote maneno ya Yesu yaliyoandikwa katika vitabu vya Agano Jipya. Kuyafanya yote, huko ndo kumwamini mwana hata usipotee, bali uwe na uzima wa milele. Kuto kuyafanya yote, huko ni kupotea, ni kupenda giza kuliko nuru. Na Yesu ndo nuru iliyokuja ulimwenguni. Nisikie, bahatika kusikiliza kipindi hiki. Bahatika kukisikiliza kipindi hiki cha siku hii ya leo, ambayo haya ni maono ya Mungu. Alitambua kwamba siku hii ya leo jinsi ilivyo ndivyo itakavyokuwa. Alitambua jinsi alivyokuwa hapa kukitumia kinywa changu. Alijua mapema. Haleluya! Nafurahi sana kwa siku mpya ambayo Mungu ameifanya. Maana hii siku jana ilikuwa inaitwa kesho, ameifanya imekuwa leo. Huyo ni wa kumtumikia peke yake. Utumishi wa kumtumikia huyo Mungu ni kuyafanya yote maneno ya Yesu yaliyoandikwa katika vitabu vya Agano Jipya, kuanzia Mathayo hadi Ufunuo. Kuyafanya yote ndo kutumika. Kuto kuyafanya yote ni kupotea, ni kuto kumwamini mwana. Bali kuyafanya yote ndo kumwamini mwana, hata usipotee, bali uwe na uzima wa milele. Mungu akusaidie. Mungu akusaidie wewe ni mtu wa Mungu. Maana katika vipindi vyangu nimesema kwamba wewe ni mtu wa Mungu. Mungu hakuumba dini. Mungu hakuumba dhehebu. Alikuumba wewe
mtu wake. Achana na kusema dhehebu letu. Hayo nimefundisha katika vipindi vyangu. Nimesema achana na kusema dhehebu letu. Mungu hakuumba dhehebu. Mungu alikuumba wewe mtu wake. Unapaswa kumtumikia yeye peke yake. Utumishi wa kumtumikia Mungu ni kuyafanya yote maneno ya Yesu. Kuyafanya yote. Kuto kuyafanya yote huko ni kupotea, ni kuto kumwamini mwana. Bali kuyafanya yote ndio kumwamini mwana, hata usipotee bali uwe na uzima wa milele. Nisikilize, nisikilize. Hii ni bahati yako, ni bahati yako. Ukikisikiliza kipindi hiki umebahatika. Umebahatika ukisikiliza kipindi hiki. Mungu akusaidie. Ni Mwokozi wako. Alikuumba. Tena katika vipindi vyangu nimesema Mungu hakusaidiwa wakati wa kukuumba wewe. Alikuumba peke yake. Unapaswa kumtumikia yeye peke yake. Kwa vile umeujua utumishi wa kumtumikia Mungu ni kuyafanya yote maneno ya Yesu. Kuyafanya yote, huko ndo kutumika, na huo ndo utumishi wa kumtumikia Mungu. Mungu akusaidie. Wewe ni mtu wake. Alikuumba. 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 Wewe ni mtu wake. Mwanafunzi wa Yesu wa Agano Jipya. Unayafanya yote aliyokuwa anayafanya Dorcas, mwanafunzi wa Yafa. Mwanafunzi wa kiume. Unayafanya yote aliyokuwa anayafanya Petro, mwanafunzi wa kwanza wa Agano Jipya. Bahatika we. Bahatika kusikiliza kipindi hiki. Bahatika. 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 Ni bahati kubwa ukikisikiliza kipindi hiki. Ni bahati kubwa isiyolinganishwa. Ni bahati kubwa isiyolinganishwa. Mungu akusaidie. Wewe ninayesema nawe, nchi yote, nchi yote chini ya jua, ujijue kwamba wewe ni mwanafunzi wa Yesu wa Agano Jipya. Unapaswa kuyafanya yote maneno ya Yesu yaliyoandikwa katika vitabu vya Agano Jipya, kuanzia Mathayo hadi Ufunuo. Nisikilize. Nisikilize. Bahatika. 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 Hakuna mwokozi mwingine. Peke yake aliyekuumba ndio mwokozi wako. Ana uwezo mkubwa wa kukuokoa. Achana na kutamka uokovu wa mdomoni. Acha kutafuta nimeokoka, nimeokoka. Hapana, hujaokoka. Uokovu ni kuyafanya yote maneno ya Yesu yaliyoandikwa katika vitabu vya Agano Jipya. Nimefundisha mara nyingi. Nimesema amri za Musa na amri za Yesu hazichanganywi, kwani ni maagano mawili tofauti. Mungu akusaidie. Umesikia wewe ambaye umewahi kunisikia vipindi vyangu, yote haya ninasema ni marudio. Nimefundisha kwamba ni maagano mawili, Agano la Kale na Agano Jipya. Hayachanganywi, kwani ni maagano mawili, Agano la Kale na Agano Jipya. Nimesema kwamba sisi tunapaswa kuyafanya yote ya Agano Jipya, tusichanganye. Mungu akusaidie we. Mungu akusaidie. Ashukuriwe huyu aliyeniumba. Ashukuriwe aliyeniumba, kwamba hii siku ya leo
aliyoifanya imekuwa leo, akitumie kinywa changu kadiri anavyotaka. Maana nimesema kwamba hana mpinzani wa kwamba anaweza kupinga yaliyokusudiwa na Mungu kutendeka chini ya jua endelee kutokuwepo. Maana anatosha yeye peke yake kutumikiwa, kuabudiwa, kutegemewa. Ni yeye, hayupo mwingine. Huyu ni Mungu wa matendo makubwa ya kushangaza. Nani ambaye hata upepo unamsikia? Ni Yesu peke yake. Huyo ndo anastahili kuabudiwa, kutegemewa, kumtumikia yeye peke yake. Utumishi wa kumtumikia Mungu ni kuyafanya yote maneno ya Yesu yaliyoandikwa katika vitabu vya Agano lake Jipya aliyolifanya yeye pale msalabani, kuanzia Mathayo hadi Ufunuo. Kuyafanya yote huko ndo kutumika. Kuyafanya yote ndo kuto kuyafanya yote ni kupotea, ni kuto kumwamini mwana. Mungu akusaidie. Nafurahi sana. Nafurahi kwa siku hii. Ainuliwe aliyeniumba, ambaye imempendeza kukitumia kinywa changu kadiri anavyotaka. Nimesema hana mpinzani. Amejitosheleza kwa kila jambo na kwa kila tendo. Mtu wa Mungu nisikie. Jitahidi nunua bando, mpatie we aliye na simu kubwa, nitafute huko YouTube, usikilize haya. Utakuwa umebahatika kukisikiliza kipindi hiki cha siku hii ya leo, ambayo ni mpya toka utotoni mwetu sote chini ya jua. Hii ni siku mpya ameifanya yeye, kwamba mimi na wewe tuifikie. Anayo sababu ya kukufikisha katika siku hii. Anayo sababu. Haleluya! Ainuliwe Muumba wangu, ainuliwe peke yake. Niende kutaja namba ya simu yangu: 0753969199. Sisi ni wanafunzi wa Yesu. Kama unataka kwamba tuendelee kujifunza, hebu nitafute kwa namba hiyo. Mungu akusaidie, huyo aliyekuumba. Niende kumshukuru. Baba, Muumba wangu uliyeniumba, ukataka niumbike, nikaumbika kama ulivyotaka. Haleluya! Ninakuinua wewe peke yako. Nasema asante, natoa shukurani mbele zako kwa kukitumia kinywa changu kadiri unavyotaka, kwani huna mpinzani wako kupinga usikitumie kinywa changu. Hapana, wewe ndiwe uliyeniumba. Wewe ndiwe hukutaka niwe bubu, ukataka nijue kutamka. Hata hii siku ya leo iwadie uweze kukitumia kinywa changu hicho ulichokiumba. Ninafurahia sana Muumba wangu. Ninasema asante kwa sababu umenena kadiri unavyotaka. Mungu nani sasa? Nani aliye na uwezo mkubwa wa kumtafakarisha kila mtu wako uliyejiumbia wewe? Hayupo, ni wewe peke yako. Unatosha, unatosha. Mungu wa miji mikubwa, haleluya. Mungu wa vijiji, Mungu wa vichochoro. Yesu, wewe ndiye peke yako
hayupo mwingine. Wewe ndiwe uliyemuona Nathanaeli amesimama chini ya mti kabla ya kwenda kuambiwa na Filipo. Ukasema, tazama Mwisraeli kweli kweli na hana hila ndani yake. Ni wewe peke yako. Nani mwingine? Wakati wewe Mungu umehesabu nywele za vichwa vyetu, watu wako chini ya jua. Haleluya! Ninakushukuru sana Baba yangu. Asante Baba. Shukrani zangu ni fupi mno, zinapelea kwa matendo yako makubwa unayoyatenda kwa wakati wako kisha wadia. Asante Yesu. Asante. Ni machache, upo mwombezi wangu naye niombea kwa kuugua kusiko weza kutamkwa. Asante katika jina lako Kristo tulilopewa wanadamu kuokolewa kwalo. Amen.